Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema Zanzibar itaanzisha soko la mitaji kwa wajasiriamali ili kuwawezesha kiuchumi. Amebainisha hayo katika hafla iliyofanyika Ikulu Zanzibar katika ufunguzi wa awamu ya kwanza ya uwekezaji wa Sukuk Zanzibar. Amesema fedha hizo zitatumika kwa miradi ya kimaendeleo na ujenzi wa miundombinu muhimu. Pia amesema uwekezaji huo umesaidia Zanzibar kuwa ni kivutio cha kujifunza miradi ya kimaendeleo katika mataifa ya ndani na nje ya nchi. Na hatua hii muhimu, nchi yetu sasa imekuwa ni kituo kikubwa cha kujifunza kwa nchi na serikali zilizopo katika Jumuiya ya Afrika Mashariki pamoja na taasisi za kifedha mbalimbali. Tayari tumeshaanza kupata maombi ya baadhi ya nchi kutaka kujifunza namna gani ya kuliendesha jambo hili. Ni dhahiri kuwa tukio hili la leo ni uthibitisho kuwa tumeweza kufikia malengo tuliyojiwekea. Hakika mwanzo huu ni mzuri kwa kuwa katika kipindi kifupi kijacho Zanzibar itaanzisha soko la mitaji la Zanzibar, yani Zanzibar Securities Exchange, ambalo pia litachangia katika kupatikana kwa mitaji ya kuwekeza katika biashara mbalimbali pamoja na miradi mikubwa ya serikali. Hii ni hatua muhimu pia katika kufikia lengo la nchi yetu kuwa ni kituo cha fedha, yani financial hub. Ndugu wananchi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, napenda kutumia fursa hii kutoa ujumbe muhimu kwa kila mwekezaji aliyeshiriki kwenye mpango huu wa Sukuk ya Zanzibar kwamba mpango huu ni wa miaka 7 uliobuniwa kwa mujibu wa mfumo wa ijara ambao unategemea uwekezaji wa mali halisi na unaofuata misingi ya sharia. Napenda kuhakikishia kuwa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imejipanga kikamilifu kutekeleza yafuatayo. Kwanza, mapato ya kila mwaka kwa wawekezaji kwa kiwango cha 10.5% kwa wawekezaji wa fedha za Kitanzania na 4.2% kwa wawekezaji waliotumia dola za Kimarekani yatalipwa kwa wakati kila mwaka kama ilivyobainishwa katika masharti ya mpango huu. Na pili, kiasi chote cha mtaji kilichowekezwa kitalipwa kwa ukamilifu baada ya miaka 7 kwa wakati uliopangwa. Napenda nikuhakikishieni kuwa serikali imeweka mfumo madhubuti wa kusimamia na kufuatilia utekelezaji wa miradi itakayotekelezwa kupitia fedha za Sukuk. Fedha hizi zilizopatikana zitapelekwa moja kwa moja kwenye miradi ya maendeleo yenye tija kama vile miundombinu ya barabara Unguja na Pemba, bandari jumuishi ya Mangapwani, kituo cha matibabu ya saratani cha hospitali ya Binguni na kumalizia kazi ya ujenzi wa jengo la Terminal 2 la uwanja wa ndege wa kimataifa wa Abedi Amani Karume. Kukamilika kwa miradi hii kutaongeza fursa za kuimarisha maisha ya wananchi, utoaji wa huduma bora za kijamii na kukuza uchumi wetu kwa faida ya kizazi cha sasa na kizazi kijacho. Ndugu wananchi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, napenda kumalizia nasaha zangu kwa kutoa shukrani zangu tena kwa watu wote na taasisi zote zilizochangia katika kufanikisha awamu ya kwanza ya Sukuk ya Zanzibar. Napenda kutoa wito wa kuimarisha umoja na mshikamano wetu katika utekelezaji wa mipango yetu mbalimbali ya maendeleo kwa kuzingatia kuwa mafanikio yetu yanategemea sana umoja na mshikamano wetu na kubwa zaidi kudumisha amani tulionayo katika nchi yetu. Tumuombe Mwenyezi Mungu atupe uwezo wa kuitekeleza mipango yetu ya maendeleo kwa mafanikio zaidi. Kabla sijakamilisha, napenda nikuhakikishieni kwamba serikali yetu sasa itakuja na kila aina ya mpango wa kuweza kupata fedha za kutekeleza miradi yetu ya maendeleo. Tuna miradi mingi sana ya maendeleo na yote njia tumeshaiona ya kuipatia fedha ambayo itaweza kulipika bila matatizo yoyote, lakini wakati huo huo tuweze kukamilisha mipango yetu yote ya miradi ya maendeleo tuliyojiwekea. Kwa hivyo kila tutapokuja na mpango mpya, nitakuombeni nyote muweze kushirikiana nasi
kuhakikisha kwamba tunaifanikisha kama tulivyofanikisha mpango huu wa Sukuk.